Dakta kabisa, mtazamaji wa Lushauri TV popote pale ulipo, ni kualike katika siku nyingine tena njema kabisa ya kuangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo, ikiwa ni Aprili 23, 2026. Ni kualike kwa saa mzuri huu kabisa. Utaungana nami Justin Kosan nikikupitisha katika vichwa anuai vilivyoandikwa na wahariri katika siku hii ya leo katika nyanja mbalimbali: kisiasa, kijamii, kiuchumi na hata michezo na burudani. Lakini kama ndo kwanza unaungana nasi, nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa sehemu ya familia ya Lushauri TV. Na sasa tuanze kuiangazia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele, nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Habari kubwa ni kupaa kwa bei ya mafuta, serikali yaweka jicho, kamati yataka ruzuku. Ndejembi aeleza serikali inavyochukua hatua, kamati ya bunge yagusia mafungu ya kutumika. Wachumi wataja sababu unafuu wa bei nchini. Na hapa kuna kauli ya Deogratius Ndejembi, waziri wa nishati, anasema serikali inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa upatikanaji wa mafuta duniani na itaendelea kuchukua hatua kimkakati ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta ili kutoathiri utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii nchini. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine: muuguzi aliyeuawa na mpenzi, mama asimulia binti yake alivyoishi na kauli ya mwisho. Lakini kuna habari nyingine inasema ni siku ya hukumu baada ya kusubiriwa kwa takribani miezi mitano. Hatimaye ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana itawekwa hadharani leo. Hatua hiyo ni baada ya tume hiyo iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan Novemba 20. Habari hii inaendelea zaidi katika ukurasa wa 6 na imeambatana na habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na wajumbe wa kamati ya uchunguzi ya matukio ya Oktoba 29. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema kwa nini TTCL haiachi biashara ya simu licha ya nguvu ndogo. Habari ipo kurasa wa 12, utakwenda kuisoma zaidi. Lakini madai njama ya kumuua Lissu, polisi ya muita Hilda. Habari ipo kurasa wa 2. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwananchi Tanzania katika siku hii ya leo. Gazeti Nipashe ukurasa wake wa mbele umeandika tume ya Jaji Chande mambo hadharani, Rais Samia kukabidhiwa rasmi ripoti ya vurugu Oktoba 29, waziri awaomba wa Tanzania kuwa watulivu, asema ni mwanzo wa safari njema ya katiba mpya. Na hapa kuna kauli ya Jaji Chande ambapo anasema muda huu wa ziada unatupa nafasi ya kuhakikisha ukamilifu na haki katika matokeo yetu. Tumejizatiti kutoa ripoti inayoakisi mitazamo yote. Idadi ya waliowasilisha kiapo kwa njia ya maandishi ni 553, lakini idadi ya watu waliosikilizwa kwa njia ya ana kwa ana ni 1317. Habari ipo kurasa wa 2, utakwenda kuisoma zaidi. Lakini Chacha Heche asema kila ofisi itapeperusha bendera. Wataalamu imani potofu bado shida kwa tiba ya afya ya akili. Kurasa wa 7 umeandika hiyo habari. Lakini kujifungua kwa upasuaji kunavyoweka rehani taaluma au daktari nchini. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 5 pia. Kilo 7881 za dawa za kulevya zateketezwa Zanzibar. Mageuzi ya nishati trilioni 2.4 zikielekezwa kwenye miradi. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 2. Veronica Mafuru anavyoonyesha njia kwa wasichana kwenye tasnia ya IT. Habari ipo kurasa wa 16. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tuangazie gazeti Uhuru kweli daima, ambapo yenyewe imeandika ripoti ya kuponya. Ni mitazamo ya wasomi kuhusu ripoti ya tume ya Jaji Mkuu mstaafu Chande itakayokabidhiwa leo kwa Rais Dr. Samia. Habari ipo kurasa wa 2. Lakini upotoshaji mitandaoni wamtokea Pwani Hilda, waziri Ndejembi ataja vipaumbele 10 nishati. Dr. Mwigulu atoa maagizo alert. Lakini mauaji ya muuguzi afya ya muibua DC Kasilda. Kuna habari nyingine inasema wenye ulemavu watega masikio, ujio benki ya vijana wa bamba kila kona. Gazeti Uhuru ukweli daima limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na sasa nakamata gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ambapo lenyewe limeandika serikali ya watoa wasiwasi wananchi kuhusu mafuta, yasema itahakikisha yanapatikana licha changamoto za kimataifa ikiwemo vita Mashariki ya Kati. Lakini Tanzania kunufaika na mikopo ya masharti nafuu. Nishati yaomba trilioni 2.5 bajeti ya 2026-2027. Shirika la Posta 0B wasaini makubaliano, ni habari nyingine ambayo ipo kurasa wa 7 hii. Lakini ubia wa kipindupindu na uchafu unavyoua haraka. Masauni yaanika mafanikio makubwa.
lakini vijana 7 jela kwa kuzusha kuibiwa nyeti, na kuna habari nyingine inasema Trump alefusha muda wa usitishaji mapigano. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na sasa tuangazie gazeti Mwanahalisi. Lenyewe limeandika tutatoboa, hatumlengi mwenye jinai wala madai. Sisi tutasema watu wamedhulika kwa namna gani, kwa nini na wapi, lakini hatutamshutumu yule ambaye amedhuru. Habari ipo kurasa wa pili. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema Chadema wamecharuka, wapinga kupokelewa kwa Halima Mdee, Bawacha wa mlima barua Mnyika. Habari ipo kurasa wa 6. Lakini CCM siri nzito, kamati kuu kujifungia siku 3, ubunge wa vunja bei bado rehani. Habari ipo kurasa wa 8. Sawa, gazeti Mtanzania leo lenyewe ukurasa wake wa mbele kwa siku hii ya leo limeandika wabunge wa charuka, NEMC ipewe meno, wataka ipewe rasilimali za kutosha, wasema itasaidia litekeleze majukumu yake ipasavyo. Mdeme ampongeza Rais Samia kwa kuipa NEMC maabara inayotembea. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini Profesa Leuben Mutagawa wa Moi aweka rekodi, awa Mtanzania wa kwanza kuhitimu ubobezi wa umeme wa moyo. Lakini Injinia Rwamo ahimiza ufanisi katika uhamasishaji wa madini ya vito. Serikali za mitaa waombwa kushirikiana na TEA kuanzisha mifuko ya halmashauri. Na kuna habari nyingine hapa inasema muuguzi auawa na mpenzi wake Same kisa wivu wa mapenzi. Hivi ndivyo ambavyo gazeti Mtanzania leo limeandika, na sasa linanipa wasa wa kuangazia yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani, nikianza na gazeti Mwanaspoti ambapo katika ukurasa wake wa mbele limeandika makocha wafichua. Ausemzi asema kumekuwa na shida pia ya baadhi ya viongozi kuingilia masuala ya kiufundi, lakini Fadlu anasema katika klabu kubwa mara nyingi matokeo yanahitajika haraka. Sawa, tukiachana habari hiyo ambayo tutakwenda kuisoma zaidi ukurasa wa pili, issue ya dabi kizungumkuti ni habari nyingine hii, ambapo mechi hiyo ya dabi itakwenda kuchezwa Mei 3, 2026 majira ya saa 11 jioni. Mpaka hivi sasa bado haijafahamika wapi uwanja utakaotumika kuchezewa mchezo huu. Tutakwenda kusoma habari hii ukurasa wa pili. Cosby anapogeuzwa kuwa nyanya mbovu Marekani. Habari ipo ukurasa wa 12. Miaka 10 baada ya EPL, Leicester kucheza la 3. Lakini leo Muungano Mlandege atakuwa anacheza na Singida Black Stars majira ya saa 10:15 jioni Zanzibar. Gazeti Mwanaspoti limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele katika siku hii ya leo. Lakini gazeti Nipashe katika ukurasa wa nyuma ambao ni mahususi kwa habari za michezo lenyewe imeandika Simba na Yanga vita ya kolea Muungano, kila upande unatamba kubeba ubingwa na kurejea ligi kuu kibabe. Abeloa asema Vinicius Junior aonesha ukomavu. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika ukurasa wa nyuma. Lakini tuhitimishe na gazeti Majira katika ukurasa wake wa nyuma ambapo lenyewe limeandika NBC na Azam TV wazindua kipindi kipya cha soka, na kipindi cha uchambuzi kona ya NBC, jukwaa jipya la soka nchini. Simba SC na mafunzo kitaeleweka leo Muungano Cup. Lakini CAF na nchi wenyeji AFCON 2027 wakutana Uganda. Gazeti Majira limeandika hivyo na linanipa wasa wa kuhitimisha katika kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho walikuwa nami Justin Kosan, na nikukumbushe hii ni Lusholi TV. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram andika Lusholi_TV, Facebook pia vivyo hivyo sawa kabisa, na kule TikTok. Kwa sasa ni kuage tu, asante na kwaheri.